Maafisa wa Umoja wa Ulaya wana wasiwasi kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaweza kuwa katika hatihati ya kuacha juhudi zake za kutafuta suluhu za kidiplomasia kwa mzozo wa Ukraine. Na hii ni kwa mujibu wa gazeti la Financial Times ambalo limeripoti. Wakati wa kampeni zake za uchaguzi, Trump aliahidi mara kwa mara kukomesha haraka mapigano kati ya Moscow na Kiev, na hata hivyo baada ya siku 100 za kwanza za mhula wake wa pili katika ikulu ya Marekani, hajaweza kufanikisha kufanya pande mbili kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kati yao au kukubaliana usitishaji vita kamili wa siku 30 ambao umependekezwa na Washington. Kusita kwa Urusi kukubali na matakwa muhimu ya Marekani na Ukraine na utata wa mzozo wa ujumla umemfanya Trump afikirie upya kujitolea kwake kwa mchakato wa amani. Financial Times imeripoti Jumatatu ikiwa nukuu maafisa wa Ulaya Magharibi ambao hawakutajwa. Afisa mmoja alipendekeza kuwa Trump anaweka hali ambapo analinda visingizio vya kuondoka na kuiacha Ukraine na watu wa Ulaya waamue warekebishe juu ya hali hiyo. Hata hivyo wanadai kwamba Donald Trump mpango wake ilikuwa tu ni kuhakikisha anapata rasilimali hasa madini adimu ambayo yapo nchini Ukraine, kwa kile alichosema kwamba anahitaji kurudisha fedha pamoja na kila kitu ambacho Marekani imekitoa dhidi ya Ukraine, ambacho kwa sasa Ukraine hawawezi kutoa fedha hizo ambazo ni takribani dola bilioni 300 ama dola bilioni 500, lakini Ukraine imesema ni dola bilioni 100 na bado Marekani inazihitaji fedha hizo. Vyanzo vingine ambavyo vinasemekana kuarifiwa kuhusu majadiliano hayo vinadai kwamba maafisa wa Marekani wana wasiwasi kwamba wanarudi bila chochote katika mazungumzo na Urusi na wameanza mawazo yanayoelea kwa makubaliano ambayo yangelingana na ratiba ya haraka ya Trump ya kufikia amani. Kutokuwa na subira kwa rais wa Marekani linapokuja suala la kumaliza mzozo ni tatizo, chanzo kingine kimeeleza. Afisa mkuu wa Ukraine aliambia Financial Times kwamba anaamini kuna uwezekano mkubwa kwamba Washington inaweza kuachana na Kiev. Trump alisema Jumapili ya wiki iliyopita kwamba anataka makubaliano kati ya Urusi na Ukraine yafikiwe ndani ya wiki 2 au chini ya hapo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionya mwishoni mwa juma kwamba Marekani inaweza kujitenga na mchakato wa amani ikiwa haitaona maendeleo ya haraka katika majadiliano. Washington sasa inafanya kujaribu azimio kuhusu kama hii jitihada ambayo wanataka kuendelea kuhusika itaweza kufanikiwa, Rubio aliambia NBC News. Afisa wa Urusi wamesema mara nyingi kwamba Moscow iko tayari kuanza mazungumzo na Kiev bila masharti yoyote. Hata hivyo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alibainisha Jumatatu ya jana kuwa hadi sasa Urusi haijaona hatua zozote kutoka kwa Ukraine ambazo zingeashiria shauku yake ya kuanza mazungumzo. Mtazamaji wa The World News, bila shaka na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.